Hivi ndivyo simu ya sekunde 10 tu ilivyotosha kubadilisha kabisa na kuharibu maisha ya nyota wa zamani wa Brazil Adriano. Jina lake kamili anaitwa Adriano Leite Ribeiro, mzaliwa wa Rio de Janeiro pale nchini Brazil. Kwenye makuzi yake, mwamba Adriano alipata shida sana kutokana na hali duni ya kiuchumi. Kama tunavyojua nchini Brazil, hali ilikuwa duni sana na familia yake ilikuwa ina hali ngumu. Hali ambayo pia haikumkatisha tamaa kabisa Adriano, kwa kuwa aliamini ipo siku atafikia ndoto zake, na baba yake mzazi alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha Adriano anatimiza ndoto zake na kufikia malengo yake ya kuwa mwanasoka bora duniani. Adriano alimwahidi baba yake makubwa sana pale ambapo atafanikiwa kisoka, na ahadi ya Adriano kwa baba yake ilimfanya mwamba apambane mno na kumuonyesha baba yake kuwa hakupoteza muda wake kumsapoti na kutoa kila anachokiweza kimpira ili mwanae afanikiwe. Mungu sio mzee mkumba. Mungu ni mgawa riziki kwa watu wote, ambapo wakati wako ukifika lazima tu kila kitu kitakaa sawa. Basi wakati wa mwamba Adriano Ribeiro, au mwite The Empire, lakini Brazil unaweza kumuita L'Imperador kwa lugha ya kwao huko, ambapo alianza kung'aa na klabu ya Flamengo mwaka 2000 na kufunga mabao 10 katika michezo 24. Mwaka 2001 Nerazzurri, ama unaweza kuwaita Black and Blues, lakini pia unaweza kuwaita Beneamata ama Bichion, yani nyoka anayeishi kwenye majani mengi, si wengine ni Inter Milan. Walivutiwa na kipaji hiki na kuamua kumsajili, lakini kwa bahati mbaya Adriano alishindwa kuonyesha makali kama vile ambavyo alikuwa na waka na klabu ya Flamengo. Baadaye wakaamua kumtoa kwa mkopo kwenda katika klabu ya Fiorentina, ambapo alifunga mabao 6 katika michezo 15. Lakini wakati wote huo wazo la kulipa fadhila kwa baba yake bado lilikuwa likimuumiza sana Adriano, ambaye aliona kama anachelewa kufikia malengo yake. Akaenda klabu ya Parma kwa misimu miwili, ambapo alifanikiwa kurejesha makali yake. Akafunga mabao 23 katika michezo 37 na kurudi tena Inter Milan kwa mara nyingine, ambapo safari hii alikiwasha mno. Mwaka 2004 akiwa na umri wa miaka 21 tu, Adriano alikuwa mojawapo kati ya washambuliaji bora duniani, akifunga mabao 43 ndani ya msimu huo na kuisaidia Brazil kushinda kombe la Copa America, michuano ambayo ilifanyika nchini Peru. Brazil wakiitundika Argentina iliyokuwa chini ya kocha Marcelo Bielsa kwenye mikwaju ya penalty baada ya sare ya mabao 2-2 kwenye mchezo huo wa fainali, huku Adriano akishinda kiatu cha mfungaji bora pamoja na tuzo ya mchezaji bora wa mashindano. Adriano alimaliza michuano hii na mabao 7, na anayemfuatia katika nafasi ya pili alikuwa na mabao 3 tu. Sasa piga hesabu kwa kipindi hicho, mchezaji wa kwanza ana mabao 7, lakini mchezaji ambaye ameshika nafasi ya pili ana mabao 3 tu. Lakini wakati huo tunayoongelea Brazil, ambayo ilikuwa ina nyota wa dunia ambao lazima ukikutana nao basi ujue kabisa hapa nimekwisha. Langoni alisimama Julio Cesar, lakini alikuwepo Alessandro Fiolhe Almatinho almaarufu Mancini, yupo Luis Babiano, yuko super captain Alessandro de Souza almaarufu Alex, lakini pia alikuwepo Maicon Douglas Cesando almaarufu Maicon, lakini pia alikuwepo Alessandro Silva de Souza almaarufu Dudu, yupo Julio Cesar Clement Pereira Baptista almaarufu Julio Baptista. Lakini kwa upande wa Argentina kulikuwa kuna mtu kama Gabriel Heinz, ambaye alikuwa nyota kweli kweli kwa wakati huo, ambapo ndiye nyota alikuwa natisha zaidi kwenye kikosi cha Argentina. Baada ya kumalizika kwa michuano hii, Adriano alirejea tena nchini Italy na kuendelea kukiwasha kama kawaida kwenye klabu yake ya Inter Milan, ambapo siku moja wakati Adriano anajiandaa kwenda katika mazoezi, alipokea simu kutoka nchini Brazil, na simu hii ilikuwa kutoka kwa mama yake mzazi, ambapo aliongea kwa muda wa sekunde 10 tu, ambapo Adriano alipewa taarifa ya kifo cha superhero wake ama mkombozi wake, ambaye alihakikisha Adriano anafikia ndoto zake za kisoka, si mwingine bali ni baba yake mzazi. Maongezi yalidumu kwa muda wa sekunde 10 tu, lakini Adriano hakujibu chochote.
alitulia na simu sikioni, akasikiliza, baadaye akakata simu. Lakini ile simu ya sekunde 10 iliharibu kila kitu kwenye maisha ya Adriano na kumharibia maisha moja kwa moja. Tokea hapo Adriano hakuwa tena yule mchezaji bora na wala jina lake halikutajwa tena kama ilivyokuwa hapo awali. Kifo cha baba yake kilimharibia karia yake ya soka, ambapo Adriano aliingia kwenye ulevi wa kupindukia akiwa na umri wa miaka 22 tu. Hali hii ilisababishwa na ile ahadi ya baba yake kwamba baba amempambania, akamwambia baba, ipo siku na wewe utakula matunda ya hiki ulichokitengeneza. Ulihakikisha mimi ninafikia ndoto zangu, lakini lazima na mimi siku moja nitakuonyesha haukupambana bure. Nguvu zako hazikwenda bure. Hukutumia wakati wako bure kuweza kunisaidia na kuhakikisha nafika malengo. Lakini mwisho wa siku baba alipoteza maisha, Adriano akiwa anaanza kuwa star wa dunia. Baada ya yote haya na Adriano kuingia kwenye ulevi wa kupindukia, watu walimtafuta na kumshauri, lakini bado ilishindikana. Na kwenye mojawapo ya interview Adriano alisema kwake yeye mpira umegeuka kama sehemu iliyokuwa ya kupoteza muda tu, kwa kuwa mpira si kitu kama baba yake mzazi ambaye alimshika mkono na kuhakikisha anafika pale hayupo. Kwa hiyo haoni thamani yoyote ya yeye kuendelea kusakata kabumbu ikiwa baba yake hata kula matunda yake aliyoyapanda. Hivi sasa Adriano yupo nchini Brazil akiendelea kunywa pombe na akiwa na magenge yasiyoeleweka, huku akiwa anatembea muda wote na karatasi ambayo imeandikwa ujumbe kwa baba yangu. Hatujui ujumbe huu unamaanisha nini kwa kuwa alikataa kusema, lakini simu ya sekunde 10 tu iliharibu kabisa maisha ya nyota huyu ambaye alikuwa anatarajia kuwa nyota mkubwa sana ulimwenguni, na matarajio ya watu wengi waliamini Adriano anaenda kuwa nyota wa dunia kutokana na kipaji alichojaliwa.